Tuna ujumbe mkubwa sana kwa habari ya kufungua vifungo au kufunguliwa vifungo. Viko vifungo vya namna nyingi sana ambavyo wanadamu wamefungwa au wanadamu wanaweza wakafungwa, lakini siku hii ya leo tunaenda kushughulika na kifungo fulani, na sio kimoja. Hatutaacha kifungo chochote kwa mwanadamu yoyote mahali hapa, maadamu umetii na kuja. Kuna vifungo vingine vinaweza vikawa kwa mtu, lakini huyo mtu akawa amefikia hali ya kuzoelea yale maisha kiasi kwamba hatambui tena kama yuko kwenye kifungo. Yaani mtu anaweza akafungwa katika uchumi au akafungwa katika afya, akafika wakati akazoelea ugonjwa, akafika wakati akazoelea kipato changu mwisho ni hapa, na akaanza kumshukuru Mungu, akaona sasa niko huru, hii ndio level ambayo Mungu amenikusudia, lakini kumbe bado yuko na kifungo. Lakini kuna mwingine, kwa sababu ya vifungo vina tabia ya kusababisha maumivu, ya kusababisha maombolezo, ya kusababisha mateso, inakuwa rahisi kwake kutambua kuna kitu kimenifunga. Lakini wakati napata ujumbe huu wa kusimama, nikasema acha nilitafute baraza zaidi la Bwana. Anataka watu hawa watakatifu, anataka afanye nini nao? Anataka wasikie nini? Kwa sababu uhuru unapatikana kwa mambo mengi. Kupitia neno la Mungu unawekwa huru, lakini kuna vingine ni vifungo ambavyo vinahitaji nguvu kuvifungua. Kwa hiyo wakati nimejiandaa, nikasema wacha sasa nilikabili hema ya Mbezi Luis, kwa sababu ninajua pale ni hemani pa Bwana. Kule niko kwa napumzika ni kwangu, lakini kule ni kwa Bwana, wacha nimtafute yeye. Wakati naingia hemani, nikasikia neno moja, Hosana, Hosana, na wimbo ukaja ambao unaufahamu sana, Hosana, Hosana. Nilipo tafuta kujua Bwana ameandika nini kwa habari ya Hosana, watu wengi wanafahamu Hosana kama neno la kumsifu Bwana. Watu wengi wanaamini ni neno la sifa kama haleluya. Watu wengi wanaamini ni kama sehemu ya nyimbo za kumsifu Bwana kwa hali kubwa. Lakini nilipoingia katika kitabu chake kitakatifu, katika Mathayo 21:9 inasema, na makutano waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, Hosana juu mbinguni. Lakini unapoisoma Mathayo 21 yote, utagundua ni jambo la ajabu sana. Ni wakati ambao Yesu anarudi Yerusalemu. Wakati huo amefika mahali akaagiza wanafunzi wake, nendeni mletee punda na mwanapunda, wafungulieni mwalete. Akawaambia, atakaye wauliza mwambieni Bwana ndiye ametutuma, Bwana ndiye anawataka. Kwa hiyo nikaanza kufahamu neno kuhusu Hosana, lakini bado nikisoma hapa niliona kama neno la kumsifu Mungu, neno la kumsifu Yesu, neno la kumkaribisha. Ndipo ikanibidi kufahamu zaidi, Bwana anataka nifahamu nini kuhusu Hosana. Ndipo nikaongozwa tena katika ile Zaburi, katika kitabu cha Zaburi 118 mstari wa 25, inasema hivi, E Bwana utuokoe twakusihi, E Bwana utufanikishe twakusihi. Zaburi ya 118 ikanipa kufahamu maana ya neno Hosana. Kuna wengine wamefika sehemu wakasema Hosana ni jina, lakini Hosana maana yake ni hii. Hosana ni ombi, walimpokea huku wakimsihi.
Walimpokea huku wakimwambia Bwana tuokoe. Walimpokea huku wakimwambia Bwana tusaidie. Ndipo ikabidi nifahamu Hosana inatoka wapi. Hawa watu ni Waebrania. Hosana imetokana na maneno mawili ya Kiebrania. Yasha, tuokoe au tusaidie, na Anna, tunakusii au tunakuomba. Ndipo nikafahamu kwa nini Bwana amenipa hili neno. Watu hawa walimkaribisha Yesu kwa ombi. Maana yake kuna waliokuwa wanapita nayo. Maana yake kuna waliokuwa wanateseka nayo. Ndiyo wanamkaribisha ndani ya Yerusalemu, mahali ambapo Bwana alifanya miujiza michache kuliko mahali kwingine. Lakini hawa watu baada ya kumwona, wameshasikia habari zaidi ya zile alizotenda nje ya Yerusalemu, na wengi wakazidi kuamini kwamba huyu ndiye Masihi, ndiye Mwokozi. Wanampokea malangoni, mbele na nyuma, wanasema Hosana, Hosana, Hosana. Maana yake tuokoe, tusaidie. Mimi sijui leo umeingia mahali hapa, Bwana unataka afanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Neno hili likanibadilisha, likanileta katika ufahamu zaidi ya vile nilivyofahamu Hosana maana yake ni nini. Yamkini hata wewe kuna namna ulifahamu Hosana maana yake ni nini. Lakini nakuja kufahamu Hosana ni ombi. Wanamsihi yule aliyebarikiwa awasaidie. Maana yake Yerusalemu tayari, mahali ambako watu wamebarikiwa, mahali ambako watu walikuwa wamekwisha kuponywa na mateso ya adui, mahali ambako kuna watu walikwisha kubarikiwa katika kila sehemu, katika ndoa, katika uchumi, watu ambao walikuwa wanaitwa kwa jina la Mungu, Bwana taifa langu. Lakini wanasema tusaidie, tuokoe. Maana yake kuna namna unaweza ukapitia mateso au vifungo ingali unaitika katika taifa la Bwana. Hawa ni watu ambao Bwana alinyosha mkono wake mkuu kuwatoa kule Egypt, Misri. Hawa ni watu ambao Bwana alipiga mapigo na mapigo ili Farao awaachie. Lakini bado wamefika katika hali wanaita Hosana. Hosana. Wanamuita wasaidie, wanamuita awaponye, wanamuita awaokoe. Maana kuna vifungo vimekwisha kuwafunga. Kuna watu tayari katika uzao wao wamefungwa hata matumbo. Kuna watu katika uzao wao wamefungwa hata macho wasione. Kuna watu katika uzao wao wameshafungwa hata chakula ni shida. Wanaita Hosana. Wanamkaribisha Bwana wa mabwana kwa kusema Hosana. Kabla hajahubiri jambo, wanamuomba tusaidie. Siku hii ya leo tunalo neno la kufungua, lakini vifungo vinasababisha maumivu katika maisha. Vifungo vina tabia ya kusababisha kilio. Maana yake kuna mtu anahitaji faraja. Vifungo vinaacha vidonda katika mikono, katika miguu. Maana yake kuna mtu anahitaji uponyaji. Vifungo vinaacha afya ikiwa imezolota. Maana yake kuna mtu anahitaji afya njema. Sifahamu wewe uliyeketi hapa unamuita Bwana kusaidia mahali gani, lakini Bwana yuko tayari. Lakini Bwana yuko tayari. Nasema Bwana yuko tayari. Hebu sasa naomba uende nami katika kitabu cha Maombolezo. Maombolezo 3.
Yeremia anasema nini katika kitabu hiki? Huku ndiko kuna mambo tutayaelewa. Kwa nini vifungo viko? Bwana anasema nini kuhusu vifungo? Bwana anasema nini kuhusu mateso yanayotokana na vifungo? Bwana anasema nini kuhusu vilio vinavyotokana na maumivu ya vifungo? Na Bwana anataka nini kwa habari ya vifungo? Maombolezo 3 kuanzia mstari wa 31 nitasoma hapo. Neno la Mungu linasema nasi, kwa kuwa Bwana hatamtupa mtu hata milele, maana ajapomhuzunisha atamrehemu kwa kadiri ya wingi wa huruma zake, maana moyo wake hapendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. Ndiyo, Bwana anaweza kukuadhibu, lakini moyo wake hapendi kukutesa. Ndiyo, Bwana anaweza akakukanya, lakini hapendi uteseke. Anasema 34, kuwatesa chini kwa miguu wafungwa wote wa duniani, kuipotosha hukumu ya mtu mbele zake aliye juu, na kumnyima mtu haki yake, hayo Bwana hayaridhii kabisa. 37, nataka uwe makini kusikia hapa. Anasema, ni nani asemaye neno nalo likafanyika, ikiwa Bwana hakuliagiza? Anasema, ni nani asemaye neno na likafanyika kama Bwana hakuliagiza? Ni nani aliyesema ufungwe ukafungwa kama Bwana hakuagiza? Ni nani aliyesema huyu mama ateseke kwa magonjwa na ikafanikiwa kama Bwana hakuagiza au hakuruhusu? Swala sio kunena, swala limetimia. Ni nani aliyesema huyu mtu tufunge kipato chake na kikafungika kama Bwana hakuona na kuruhusu? Ni nani? Maana yake kila kifungo, kila mateso yana sababu. Kwa hiyo kwa habari ya vifungo na mateso, kila kifungo na kila teso lina sababu ya hicho kifungo. Kila kifungo kuna anayefunga. Kwa hiyo mtu yeyote aliyefungwa, kuna mtu aliyefunga, kuna mtu aliyemfunga. Bwana Yesu asifiwe. Au kuna kilichomfunga. Na katika jambo la kifungo, anayekufunga ndiye anayechagua ufungwe kifungo cha aina gani. Yaani kuna sababu ya kifungo, kuna anayefunga, na huyo anayefunga anakuchagulia nimfunge nini, nimfunge wapi, nimfungie wapi. Kila kifungo kina kusudi lake. Yaani anayekufunga kuna kitu amelenga, kuna kitu anataka akione kwako. Lakini pia kwa kadiri ya neema ya Mungu tutajua vifungo hivyo ni mahali gani, vifungo hivyo ni cha muda gani. Kwa kifungo huwa kina muda. Kuna kifungo cha milele ambacho Bwana amekwisha kufungia hata wengine. Kwa hiyo anayefunga anatoa pia muda, anaamuru huyu mpaka lini awe kifungoni. Na kuna wanaosimamia kifungo. Mtu wa Mungu, nataka nikwambie neno. Haijalishi palikuwa na sababu ambayo ilikuwa ina nguvu kiasi gani, ndio ulistahili hicho kifungo au haukustahili, lakini iko sababu kuu zaidi imefanyika wewe ufunguliwe. Kwa hiyo haya mengine yanamsaidia mtu kufahamu, ili unapokuwa umetoka kifungoni au unapokuwa bado hujaingia kifungoni, upate maarifa na ufahamu, ili
isije siku ukaingia kifungoni. Kwa kunahitaji maarifa na ufahamu. Sasa ni kwa nini au sababu gani mtu anafungwa? Mimi naendelea katika Maombolezo 3. Niliishia katika mstari wa 37. Naendelea na 38. Anasema nini? 38 anasema, je, katika kinywa chake aliye juu hayatoki maovu na mema? Mbona anungunika mwanadamu aliye hai, mtu akiadhibiwa kwa dhambi zake? Kwa nini mwanadamu ananungunika anapoadhibiwa kwa dhambi zake? Kuna jambo la kutokujihesabia haki. Hawa waliofika katika hatua ya kuomboleza wamefika mahali pa ufahamu, wakajua. Na Yeremia akanena akasema, je, katika kinywa chake aliye juu hayatoki maovu na mema? Na akasema, mbona anungunika mwanadamu aliye hai, mtu akiadhibiwa kwa dhambi zake? 40 anasema, na tuchunguze njia zetu na kuzijaribu na kumrudia Bwana tena. Hebu mwambie mwenzako, tuzichunguze njia zetu, tuzijaribu na tumrudie Bwana. Kwa hiyo katika vifungo kuna sababu. Unaweza ukapata kifungo kwa sababu ni stahiki yako, na unaweza ukapata kifungo kwa kuonewa. Lakini kwa nini mpaka ifike hatua ya kuonewa? Imekuwaje? Kwa hiyo kuna dhambi ndiyo sababu kuu ya vifungo na mateso tunayoyaona. Yeye akasema, tukisema hatuna dhambi twajidanganya. Mtakatifu wa Bwana, kuwa mtu wa kujikagua. Linapotokea tatizo, tafakari. Tazama njia zako. Unaweza ukakesha ukilaumu, na unaweza ukaonyeshwa kabisa aliyetekeleza kile kifungo au yale mateso ni huyu. Utamlaumu bure. Mtumishi wa Mungu ilifika sehemu gereza likatikisika. Yule aliyekuwa anasimamia kifungo akataka ajimalize, akamwambia hapana, usijimalize, sisi tupo. Na maanisha nini? Hata anayetenda hicho kifungo anatenda sababu kuna neno, kwa sababu kuna aliye hukumu hicho. Kwa hiyo mwanadamu anapofarakana na Mungu, hasa wewe na mimi tuliookoka, tunaoitwa kwa jina lake, tunatoa mlango wa kuonewa, tunatoa mlango wa kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 25. Nitasoma kwanza mstari wa 15. Anasema, lakini itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo, ndipo zitakapokujilia lahana hizi zote na kukupata. Kifungo ni tafsiri pia ya laana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vifungo vimepitia familia, sababu familia ililaaniwa. Vilipitia ukoo. Vingine vimepitia makabila. Yaani unakuta kabila limetandikwa laana. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe umezaliwa katika ile kabila. Kwa hiyo unakuta umetembea na kifungo kwa wakati fulani. Halo. Lakini katika sasa ule mstari wa 25 anasema, Bwana atakufanya upigwe mbele ya adui zako, utawatokea juu yao kwa njia moja, lakini utakimbia mbele yao kwa njia 7, nao utatupwa huko na huko katika falme zote za dunia. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mambo ya kuonewa hayaanzi tu kuonewa. Kifungo pekee cha kuonewa ambacho hakitokani na dhambi
kinawapataga watumishi wa Mungu, wanakimbizwa magerezani kwa sababu tu wanamtumikia Mungu. Mara nyingi kinawapata. Sio kwamba mtumishi ndo akisumbua huku aweze akapata kibano hicho, lakini kifungo pekee ambacho unakuta mtu hajatenda dhambi ni kumtumikia Mungu sawa sawa. Kwa hiyo yule jamaa anafanya vita nao, ndipo anasema watawaburuza wapi? Watawaweka ndani. Lakini vifungo hivi vingine vyote vina mwanzo wake. Katika hizi laana ukizisoma kuna kuonewa. Unapofarakana na Mungu unakosa ulinzi, unakosa nguvu, unakosa utetezi. Yeyote aliye na nguvu kuliko wewe anaweza akakufunga. Bwana Yesu asifiwe. Unapofarakana na sheria na utaratibu wa Mungu unatoa mlango wa kuonewa na magonjwa. Watakuja watafunga biashara, watakuja watavunja ndoa yako, watakuja watafunga watoto wako. Ulishangilia ulipokuwa leba, baba alishangilia siku anakuja kukuchukua hospitali, lakini leo anasema imekuwaje? Watoto wamekuwa waeleweki. Bwana Yesu asifiwe. Watoto ndio unakuta wanaongoza kwa magonjwa nyumbani. Kwa hiyo unaweka hata familia yako katika nafasi ya kuonewa. Yamkini ulikuwa unaona kwamba kwa nini hiki, kwa nini hiki. Wanaofunga, Mungu anafunga, mwanadamu anaweza akafunga, na ibilisi anaweza akafunga. Hawa wote. Kwa hiyo inafika wakati unatakiwa utambue, nimefungwa na nani? Au nimefungwa kwa sababu gani? Bwana Yesu asifiwe. Je, hilo shauri unaloenda kukata la kifungo unalikata kwa nani? Nani aliyenifunga? Nani aliyemfunga mtoto wako? Nani anayemtesa kwa hivyo vifungo vya magonjwa? Huyo unayemfahamu au wewe? Ni nani? Ni kwa nini? Ni kwa muda gani? Lakini nataka nikutangazie leo, muda wa vifungo mwisho wake ni leo na ni sasa. Kumbukumbu la Torati 11:26-28 anasema, angalieni na wawekea mbele yenu hivi leo baraka na laana. Baraka ni hapo mtakapoyasikiza maagizo ya Bwana Mungu wenu ni waagizayo leo, na laana ni hapo msiposikiza maagizo ya Bwana Mungu wenu, mkikengeuka katika njia ni waagizayo leo, kwa kuandama miungu mingine msioijua. Kwa hiyo kabla Israeli hawajamkaribisha tena Kristo wakisema hosana, Bwana alikwisha kuwaagiza, alikwisha kuwawekea njia mbili wachague. Hii njia ya laana ndiko kuliko na vifungo. Hii njia ya kufarakana na maagizo yake ndiko vifungo vinakopatikana, maana ndiyo njia ya mauti. Lakini kuna njia ya uzima, ndiyo njia ya baraka, na ndiko kuna uzima. Hiyo njia muovu hapiti. Hakuna wa kukufunga huko. Nasema hakuna wa kukufunga huko. Wacha nikwambie tu kitu cha ajabu. Wakati mmoja Musa alifika baharini, sio? Akamwambia Bwana, hapa vipi? Akamwambia una nini? Alipasua bahari. Huyu Farao aliyekuwa amewatesa, amewafunga siku nyingi hawa, alikuwa anajua hawa hawaniwezi, mimi na jeshi kubwa, silaha nyingi. Kwa hiyo kama wamepita
kwenye hii njia hata mimi napita. Hawa ni dhaifu sana. Farao asijue ile njia ni Bwana ameifanya. Farao alipoingia majeshi yake, njia ya Bwana akipiti kiovu, njia ya Bwana wapiti watesi, hakuna simba huko. Unapoenda katika maagizo ya Bwana, ndio wapo, lakini hawawezi kukufunga unapofuata maagizo Bwana aliyoweka mbele yako. Hawawezi kukufunga unapofuata amri Bwana alizoagiza. Hawawezi. Hiyo ni njia ya Bwana. Aliangamia na wajeshi yake yote, kwa sababu Bwana anapofanya njia, kiovu hakiwezi kusimama. Ezra alifika katika mto Ahava, akafunga siku 3, akamwambia tuombe tupate njia iliyonyooka. Ndiyo, ni njia ya kila siku ambayo wanadamu wanapita. Ndiyo, huyu mfalme ametupa majeshi ya kutusindikiza, lakini hapana, kama Bwana hajafanya njia katika hii, hatufiki. Tutakamatwa nyara, tutafungwa, tutateswa. Akasema tuombe. Walifunga wakaomba ili njia ya Bwana ifanyike iliyonyooka, wakapita na walifika kuujenga mji wa Bwana. Njia ya Bwana. Kwa hiyo unapokubali kufuata maagizo, maana yake unapita katika njia ya Bwana. Na ukipita katika njia ya Bwana, ngoja nikwambie wewe mwana wa Efata, yaani ni rahisi sana kuona leo baba akakutembelea, leo mchungaji Sera akakutembelea. Yaani si njia ya Bwana ndiko wanapita watu wake, ndiko utaona usaidizi unakuja. Unapofuata maagizo yanayotolewa madhabahuni hapa, unaenda katika njia ya Bwana. Ni rahisi sana kunasa kwenye uonevu kama unapuuza kinachotamkwa mahali hapa. Ni rahisi sana. Mimi nakwambia ni rahisi sana. Ni rahisi sana kupitia maumivu kama hata askofu atasema leo tunasafisha hema usifike. Ni rahisi sana. Nina ushahidi na hilo neno. Kuna mambo mengine na vifungo vingine havihitaji sana mtumishi aje karibu yako. Fuata maagizo tu, kwa sababu unapoanza kufanya kazi ya Bwana, unaweza ukaja hapa ukafagia tu, maana yake unatenda kazi ya Mungu. Maana yake malaika wa Mungu wako na wewe, na Bwana ni mtakatifu sana. Hawezi akaruhusu kifungo kiendelee kukufunga. Hawezi akaruhusu magonjwa endelee kukutesa wakati unafagia. Hawezi. Sio dhalimu. Kwa kuna vifungo vingine vinaachiaga bila wewe kujua, kwa sababu umetii. Wanaagiza nini viongozi? Maagizo anayoagiza Bwana, kazi anazoamuru Bwana zina uponyaji wako, zina sababu ya Mungu asitulie. Haiwezekani. Mungu wetu sio dhalimu. Huwezi ukaja ukakatia maua, huwezi ukaja ukafagia nje afu Mungu akuone na kifungo akuache, afu Mungu akuone na mzigo wa maumivu akuache. Mungu sio dhalimu. Sio dhalimu. Sio dhalimu. Mungu aliyetupa roho atuweke huru. Unapojiingiza katika majukumu yake, uhuru umehakikishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza ukawa na status fulani ambayo muda mwingine inaleta taarifa. Yani wewe kufagia, yani wewe kushika jembe kwenda kuvutia udongo maua. Na mbaya zaidi, unaweza ukashangaa na watoto wako, kwa sababu wewe umeona katika hali hiyo na watoto wako unawazuia kufanya zile kazi, unawaumiza.
hii nyumba sio ya mchungaji, hii nyumba ni ya Bwana wa mabwana. Unaponyenyekea na kutenda kazi nyumbani mwake, kuna kitu anafanya kwako. Unaponyenyekea na kufanya jambo kwa ajili ya Zoni, unafanya yale yaliyoagizwa toka makao makuu yakafika hapa hadi kwenye kituo, maana yake upo kwenye njia ya baraka. Huko ndiko kuliko siri ya uhuru wa mtu, na huko ndiko kuliko siri ya maumivu ya mtu. Njia alizoweka Bwana, umechagua ipi? Lakini ili ufanye maagizo ya Bwana, ili ufate sheria, inakubidi umpende Bwana. Huwezi ukafata kama hujampenda. Kumbukumbu la Torati 11:13, na tuende katika Mithali 8:17. Na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Na ukiendelea nasema, utajiri na heshima ziko kwangu, naam, utajiri udumuo na haki pia. Kwa hiyo unaweza kuwa unapitia kifungo cha uchumi, huoni sura ya utajiri katika maisha yako, huoni sura ya utajiri wa afya, huoni sura yote ya utajiri wa upendo, kwamba mwenza wako anakupenda. Lakini fika hatua mbaya, kiwango ambacho siku hizi mzazi anaweza akamchukia mtoto na mtoto anaweza akamchukia mzazi, na wewe ukaona iko kawaida, na tena unaweza ukaweka na lejeo, hata baba yake hakumpenda mama yake. Hapana, kuna jambo lilioingia hapo, kuna kifungo kilichofunga ufahamu hapo, ili asitambue kwamba huyu ni mzazi, natakiwa ni mheshimu ili siku zangu ziongezeke. Maana yake hata uhai wake, mwanao akikuzalau na ukaona tu ukasema hata baba yake alikuwa na ugomvi na nani, ndivyo walivyo kwao, mwanao umeruhusu afe mapema, kwa sababu ndivyo Biblia inaelekeza. Na hii ndio ahadi ya kwanza, amri ya kwanza yenye ahadi: waheshimu wazazi wako upate miaka mingi. Maana yake pakitokea kifungo, panaweza pakaleta uharibifu aina yoyote. Lazima umpende Mungu. Upendo ndio utakupa kufanya hata yale ambayo mwili wako hauko tayari, kwa sababu kuna taratibu Mungu anaweza kazileta hapa, zinakutaka utendee kazi mara. Mwili unakataa, elimu ulionayo inakataa, uzoefu ulionao unagoma kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ulizonazo zinakataa. Uenda ukawa na nguvu sana, ukaona hiki mimi au ukawa una nguvu kidogo. Inahitaji upendo, kwa maana upendo ndio utaweza kukufanya ujitoe mzima, utende kwa ajili ya Bwana. Na ndipo hata Bwana anajitoa mzima, anatenda kwa ajili yako. Warumi 8:28 anasema tunafahamu Bwana anatenda kazi na nani? Na wale wampendao, ili apate kuwapatia yaliyo mema. Uhuru ndio wema unaoongelewa hapo. Afya nzuri ndio mema ya hapo. Ndoa nzuri ndio mema yanayoongelewa hapo. Kwa hiyo unapompenda atakupa mema, maana yake hatoruhusu kwenye kifungo. Halo, unapompenda Mungu kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote, unaweza ukajiuliza, Bwana Yesu asifiwe, hapa situpo kanisani? Wewe Mungu amekujalia katika elimu uliofikia, umeitoa kiwango gani kwa Bwana ili kazi yake iende?
hata kwa mashauri. Unaweza ukasema mimi sio mwenyekiti, sawa. Ni kweli kabisa Bwana amekunyima kibali cha kufikisha mapendekezo, maoni ambayo mtumishi au mwenyekiti aliye mahali pale anaweza kuyatendea kazi. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa na utaalamu na ustadi wa kutengeneza kitu hemani pa Bwana, unatendeaje? Yeye anataka umpende kwa hayo yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haya mengi utaenda kusoma. Utasoma Samueli wa kwanza 12:24, lakini pia utasoma Mithali 3:1-13, jinsi Mungu anavyombariki anayemtafuta kwa bidii. Kwa hiyo ni muhimu kufahamu kabla aliyekufunga au aliyemfunga mtoto, aliyeifunga ndoa, aliyekufungia magonjwa, aliyekufungia nila ili uvute mizigo ambayo muda mwingine kuna wengine hiyo mizigo ndio inawanyonya nguvu hata ya kuja kuabudu, kwa sababu mizigo inachosha. Unaweza ukafungiwa mzigo wa mateso ya ajabu, yaani ukiomba saizi dakika 20 ile nguvu ile umeipokea imeenda. Bwana asifiwe. Ndivyo ilivyo. Kwani sote tunabeba vitu? Ukibeba kitu kizito inaonekanaje? Unachoka, unakosa nguvu ya kuendelea na kingine. Sasa unakuta ule mzigo unao, umelala unao, unatembea unao, kazini unao. Askofu anapiga simu, mtumishi, leo zone, mama uniombee, sijui kama nitafika. Ukimuuliza tangu asubuhi amefanya nini, na kuambia unaweza kukuta alikuwa nyumbani lakini amechoka. Kuna vitu amebebeshwa, kuna vitu vizito anavuta, huenda ni madeni hayaishi. Unajua kila kitu kina kipimo chake. Mbona wengine wanakopa na wanamaliza? Halo. Ni kwa nini? Lakini unakuta wewe tangu umejitambua, tangu umeanza mradi wa kwanza mpaka leo ni madeni. Shtuka. Bwana Yesu asifiwe. Na sio tu yapo, ndiyo yalikuwepo. Bwana nimemjua na nimemfuata, mbona yaishi? Au mbona sipati ile nguvu ya kumaliza? Bwana Yesu asifiwe. Watu wameinjinia, watu wamekaa kwenye vigoda, watu wamezunguka mahali, wakatengeneza, wakanena. Kwa sababu ulifarakana na Mungu, hapakuwa na ngome, hapakuwa na ngao, yale maneno yalikupata kwa sababu yana mwanzo. Ngoja nikwambie, namalizia tufike mahali. Hivi vifungo viko vya ajabu sana. Kuna wengine kwa sababu ya kufarakana na Mungu, adui alipata nafasi ya kuharibu afya zao, ya kuharibu sifa zao, wakafikia kiwango cha kufungiwa nje ya mahali pa mema yao. Kuna vifungo mtu unaweza ukafungwa ndani ya mahali pa mema yako, na kuna vifungo kwa sababu ya hali uliofikia inapatikana sababu ya kutosha, unafungiwa nje ya ndoa, nje ya kazi. Kila ukijaribu kusema hiki hausikilizwi kwa sababu tayari uko nje. Ngoja nikuambie, kwani wale wakoma 4 ilikuwaje? Kwa sababu kuna namna walikaa wakaruhusu magonjwa kama yale, laana kama ile ikawapata. Ilikuwa sababu ya kutosha mfalme na uongozi wake kuwafungia nje.
ya ngome. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza kukuta siku hizi kuna magonjwa ya ajabu mengi yanaweza kukufanya ukafungiwa nje ya nafasi uliotakiwa kusimama kutenda kazi, lakini yalipata sehemu, yalipata nafasi ya kuingia. Yaani unaweza ukaleta ugonjwa uwe ndo sababu ya wewe kutokuendelea na kuajiriwa. Ndivyo wakoma iliwatokea, lakini ashukuriwe Mungu aliyekuwa tayari kwenda na wakoma. Nasema ashukuriwe Mungu mwenye rehema aliyekuwa tayari kwenda na wakoma. Bwana hayuko akifurahi kuona maumivu yoyote. Hafurahi maumivu yoyote. Amesema hafurahi mateso yoyote moyoni mwake. Mtu anayoteswa chini ya miguu yake hafurahi vifungo vyovyote. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni wakoma. Mimi kuna wakati nakosa ujasiri kuyanena haya ya habari za magonjwa ambayo yamewapata hata wamama wengi. Wanasema choo, wanasema nini. Iko hivi, hakuna taifa lililopewa mamlaka ya kushinda kuzimu isipokuwa kanisa. Inaweza ikaja typhoid ya kawaida, daktari akaishinda, lakini ukileta ugonjwa ukapewa nguvu na wale jamaa, ni kanisa tu. Ni kanisa tu. Yesu asifiwe. Nyinyi ni mashahidi na wengine mna marafiki zenu. Kuna wengine wametengwa na waume zao kwa sababu ya magonjwa ya wakina mama. Na ndivyo dunia inavyoenda kwa kasi. Na kuna ndoa nyingine zinavunjika sababu ya hayo magonjwa. Kuna aliyefanya hicho. Kuna mlango ulipatikana. Bwana Yesu asifiwe. Tafakari unapopitia kwenye magumu, unapopitia kwenye mabaya. Bwana amesema tafakari. Israeli hawakufika tu sehemu ya kuita hosana, walitafakari. Waliona kuna mahali tumekosea, kuna mahali tunahitaji wokovu, kuna mahali hatukufuata maagizo, kuna mahali hatukumfuata mchungaji tuliyepewa tuongoze, kuna mahali tulifarakana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna wengine wanafungiwa nje. Hawa walikuwa ni watu wa Israeli 4. Kwa sababu ya ukoma walifungiwa nje. Mahali ambapo Mungu alimahidi baba yao Ibrahimu, mahali ambapo Mungu aliamuru hao wakoma nao walikuwa ni sehemu ya kula maziwa na asali, walifungiwa nje ya mahali pa ukuu wao, kwa sababu kuna kifungo kiliwapata, kwa sababu walifarakana na Mungu wao, magonjwa yakaingia. Unaweza ukawa mahali uone raha na unaona kabisa, mbona hapa ndipo Bwana alisema mimi nitavuna, hapa ndipo Bwana alisema mimi wakati wa kupula nafaka nitavuna tena, yani kwamba shamba litaendelea kutoa. Kuna mtu amefungiwa nje ya mahali pake. Kuna mtu amefungiwa nje akiwa katika hali ya ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine wanafungwa ufahamu ili watende mambo tofauti, ipatikane sababu ya kuwaondoa mahali. Na baada ya kutenda tukio kama lile, ndipo mtu anainuka na kumbuka, Bwana, nimekutenda dhambi, lakini tayari
watu wameshafanya maamuzi juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna sababu ya kifungo chochote. Kuna yule anayemfunga aliyefungwa, na anapomfunga anaweka wasimamizi. Unaweza ukawa una ugonjwa. Kuna roho zinaitwa monitoring spirits, yaani wanahakikisha ugonjwa hauondoki. Kama ambavyo mfungwa anahakikishiwa anakaa gerezani siku zote, ndivyo wanavyofanya. Je, ni wapi? Je, ni wewe? Je, ni watoto wako? Je, ni katika huduma yako? Yesu anakutana na mtu ambaye amefungwa kifungo cha ajabu. Hawezi kunena vizuri, hawezi kusikia. Yesu anatazama namna pekee ya mwanadamu kuokolewa ni kupitia kusikia, kuamini na kukiri. Kifungo cha namna gani? Yesu anaugua, anatazama juu, anasema Efata. Kilikuwa ni kifungo ambacho yule mtu asingeweza kupata wokovu, ni kwa huruma tu, kwa sababu asingeweza kumsikia Kristo wala kulisikia neno lake, na asingeweza kukiri kwamba yeye ni Bwana. Kifungo cha namna gani? Mateso ya namna gani? Mwanamke miaka 12 katika gereza ambalo linamshurutisha, linamsurubisha atoe damu. Hakuona mwingine ila ni yeye waliyemkaribisha wakisema Hosana. Hakuona mwingine ila ni yule ambaye Israeli walimpokea malangoni wakisema Hosana. Nasema hakuona mwingine ila ni yule aliyedhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Ndivyo neno la Mungu linasema. Bwana Yesu asifiwe. Nini leo unapaswa kutambua? Unatakiwa ujue baada ya mtu kufunguliwa pia afanye nini? Ndio umewekwa huru, ufanye nini? Ndio umeponywa hayo magonjwa, ufanye nini? Ndio watoto wako wamerudishiwa ufahamu mzuri, ufanye nini? Ndio mifupa yako imerudishiwa afya njema, ufanye nini? Baada ya kutoka katika malango yale, ufanye nini? Baada ya kuona uhuru katika biashara zako, ufanye nini? Fungu la 10 ni agizo la Bwana, ni kwa ajili ya kujenga ufalme wake. Mtu anapokataa, amenyima ulinzi kazi za mikono yake. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ameondoa share ya Mungu kwenye kazi yake. Jiulize, unapokuwa na kolabo na Mungu katika biashara yako, kuna atakayeshika mifugo yako? Kuna atakayefunga matumbo ya mifugo yako? Fungu la 10. Unaweza kukuta biashara imefungwa kwa sababu hiyo tu, wala hukumtukana mtu, wala hukuacha kuja kanisani, kwa sababu tunakuta kuna agizo la fungu la 10 ukutoa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ashukuriwe Mungu aliye tayari kufungua. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ilivyo. Kuna yanayonenwa hapa, kuna ambayo Mungu ananena na wewe sirini. Je, unayafanyia kazi?
Yesu akasema unapotaka kusali, ingia katika chumba chako cha ndani na uombe. Ukishafunga mlango. Wakati mwingine mchungaji hajui umeomba nini. Mmeo hajui kwa sababu ulifunga mlango. Mtoto, jirani hawajui. Askofu hajui umeomba nini kwa Bwana sirini. Bwana amekujibu nini? Hatujui. Bwana amekuagiza nini? Hatujui. Sisi tutashangaa mambo mawili. Hakika yule mtu amebarikiwa. Lakini pia tutashangaa, mbona yule anapungua? Mbona yule afya inazorota? Mbona yule uchumi unayumba? Kuna maagizo mengine unapewa sirini. Mchungaji anaanza kuzitafuta tatu kavu, mamaangu. Kondoo niliyekuwa nampenda siko tayari apitie haya. Unamfanya mama pale, ameandaliwa mtoli, anasema hapana mwanangu, sitakula, kondoo wangu anapitia magumu. Anataka ajue ambayo maagizo Mungu alikupa sirini ukuyafanya. Halo. Muda mwingine mshukuruni Mungu sana kwa ajili ya watumishi. Kuna wakati unaweza ukaja wewe mwenyewe umefika sehemu hata ukumbuki, kumbe ni kwa sababu hukufuata Kwa hiyo unajikuta ushaingia kwenye kifungo fulani. Mpaka mchungaji wako, askofu wako anafunga, ndipo Mungu anamjulisha, huyu alikuja sirini na mimi nikamjibu sirini. Hakufanya nilichomwagiza.